Haleluya, haleluya. Jana nilikutumia voice, nilikwambia hivi, omba kwa habari ya viapo. Kuna madhabahu za giza zimeapa, yani zimejiapiza. Kuna watu wamepatana, wameapa hautadumu, hautaishi, hautakaa kwenye hiyo ndoa. Wameapa. Mwanamke mwenzangu, kuna watu wameapa watoto wako hawataolewa, na kama wakiolewa wasikai kwenye ndoa, wasiishi kwenye ndoa. Hapa na waita watu ambao wanajua kabisa maisha wanayoishi sio ya kwao, sio ya kwao. Kuna viapo vimewakandamiza, vimewanyong'onyesha, vimewaweka chini, au ndio nawataka sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunayo damu ya Yesu, inaweza kufuta na kupangua chochote. Unaweza kupangua mtoto wa Bwana. Sasa anza kupangua chochote, mwambie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nitaolewa. Kwa jina la Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu nitajenga, nitainuka, nitavuka mipaka. Hakuna kiapo kitakachoniweka chini. Wengine ni viapo vya umaskini, viapo vya magonjwa, viapo vya kuachwa, viapo vya kuzalia nyumbani. Ni madhabahu. Andika hiyo, piga kwa jina la Yesu, piga. Hakikisha leo hakuna kiapo kinasazwa. Tunayo damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu inayonena mema. Mwambie Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu, Mungu nayejibu kwa moto leo, kama ulishuka ukalamba paka majivu, paka kuni, Baba lamba kila aina ya kiapo, ninachokijua na nisichokijua, katika jina la Yesu. Nimechoka, nimechoka na maisha haya, nimechoka. Baba, futa kwa damu ya Yesu Kristo maneno yoyote ya shari, maneno yoyote ya uchungu, maneno yoyote ya hila. Baba, futa. Kama ulimtetea Yakobo kwa Labani asiongee maneno ya shari, Baba nitetee zidi ya Hawa, nitetee zidi ya Hawa.